Kufuatia mahojiano ya hivi karibuni aliyofanya Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na BBC, ameeleza kuwa serikali yake ilipata taarifa za kuaminika kuwa taifa la Rwanda linapanga kuishambulia Burundi, huku akionya uwezekano wa kuzuka kwa vita ya kikanda. Madai hayo ambayo yamekanushwa vikali na serikali ya Rwanda yanaibuka wakati huu ambapo taifa hilo siku chache tu zilizopita limetoka katika mkutano wa kutafuta suluhu juu ya mzozo unaoendelea mashariki mwa DRC, huku mamia ya watu wakilazimika kukimbia makazi yao. Taarifa ya Mathias Mloli inasomwa studio na Temidayo. Katika mazungumzo yake, Rais Evariste Ndayishimiye amesema Rwanda itakuwa imefanya kosa kubwa kuivamia Burundi kwa njia yoyote, huku akiongeza kuwa nchi yake itajibu kwa njia ya kijeshi na hivyo kuonya uwezekano wa kuzuka kwa vita vya kikanda. Kauli ya Ndayishimiye inazidi kuibua maswali juu ya uhasama baina ya mataifa hayo mawili katika wakati ambao Rwanda kwa sasa ipo katika mazungumzo ya kutafuta amani na DRC. Burundi imeishutumu Rwanda kwa kuwapa hifadhi watu wanaoaminika kuwa walijaribu kufanya mapinduzi ya kiserikali nchini Burundi mwaka 2015. Aidha, Burundi imedai kuwa utawala wa Rais Paul Kagame unawapa misaada waasi wa Red Tabara ambao mara kwa mara hufanya mashambulizi ya kuvizia Burundi kutoka mashariki mwa DRC. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi kutoka kwa waasi wa Red Tabara nchini Burundi yamesababisha nchi hiyo kufunga mipaka yake na Rwanda. Ndayishimiye ameambia BBC kuwa serikali yake imefanya mazungumzo na Rwanda kwa muda mrefu na kukubaliana kumaliza mzozo huo, ili inapofika wakati wa utekelezaji Rwanda inasita kufanya hivyo, huku wakituma ujumbe kwa rais wa Rwanda Paul Kagame juu ya kumalizwa kwa uhasama kati yao. Kwa mujibu wa serikali ya Burundi ni kuwa kwa sasa imejiandaa vilivyo kulinda mipaka yake na kamwe haitoruhusu uvamizi wa aina yoyote, na kuishutumu Rwanda kwa kufadhili makundi ya waasi yanayosababisha maafa mashariki mwa Kongo. Wakati hayo yakiendelea, bado inasubiriwa hatma ya mazungumzo ya amani kati ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na wenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambao walikutana nchini Qatar kwa mazungumzo yao ya kwanza ana kwa ana tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Kongo mwezi Januari. Lakini swali ni je, kwa nini Rwanda imekuwa ikiendelea kushutumiwa kuunga mkono baadhi ya makundi yanayotishia usalama wa raia? Temidayo, Kasri la Kikeke, Crown Media. Shukran sana Temidayo kwa taarifa hiyo iliyoandaliwa na Mathias Mloli. Hapa studioni kama nilivyokuambia tuko na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uongozi Patenus Niegera kuangazia hili kwa kina. Tuanzie alipoishia Temidayo. Kwa nini Rais wa Rwanda amekuwa akinyoshiwa vidole sana? Hajamalizana na Kongo tayari, Burundi ambaye ni jirani yake kabisa naye anaibuka. Niseme kwanza kuna masuala mengi sana hasa katika taifa la Rwanda, na kwa kuwa limejihusisha kuwa na migogoro karibia na majirani zake. Lilianza kuwa na mgogoro kati ya Uganda na Rwanda, baadaye ikawa na mgogoro kati ya yenyewe na DRC, na sasa hivi kumekuwepo na mgogoro wa kuanzia mwaka 2011-15 ambao ni huo wa Burundi. Kwa hiyo nadhani kutokana na hali ya namna hiyo ni lazima tu anyoshewe sana vidole. Ni sawa na mwili ambao una mapungufu ya kinga, kila ugonjwa unakushambulia wewe. Kwa hiyo itokee mafua utalala tu, itokee sijui allergy yoyote utalala tu, kwa sababu kinga zimeshapotea. Na hii ni kwa sababu kwamba ameshaanza kupoteza imani, wameshaanza kupoteza imani na kumuona ni mvurugu, na inawezekana ikawa sio kweli, lakini kwa sababu ya kile ambacho kimejengwa katika uso wa vyombo vya habari vya kimataifa na vyombo vya habari vya kikanda, hana pa kukimbilia. Kwa hiyo wanamuona ni kama vurugu zote zinazotokea katika ya mataifa mawili, kwanza Rwanda, Kongo na Burundi, ni sehemu ya yeye kuchangia, kwa sababu wanaonekana kuwa na mahusiano na hivyo vikundi vingine ambavyo viko katika hayo mataifa. Niambie kwanza kuhusu pia huu mgogoro. Watu wengi wanafahamu mgogoro wa Kongo kuhusishwa na Rwanda, lakini huu mgogoro wa Rwanda na Burundi huenda kuna wengine ndo wanausikia kwa mara ya kwanza. Mgogoro huu umeanza tokea mwaka 2023 kwa ukubwa zaidi. Hasa pale kikundi cha Red Tabara kiliposhambulia kijiji kimoja kinaitwa
Gatumba kilichoko karibu na DRC. Rais Ndayishimiye yeye alianza kusema kwamba au wahasi wanasaidiwa na serikali ya Rwanda, na hivyo mivutano ilianzia hapo. Januari 24 vile vile alipokuwa anahutubia nchini Kongo alitoa matamshi ambayo Rwanda iliyaona matamshi hayo hayana misingi ya Kiafrika na yanakiuka umoja wa mshikamano wa Afrika na ujumla wa hizi kanda. Lakini sasa hivi tunaona kwamba anasema ana taarifa za kutosha kumshambulia. Lakini ukianza kuziangalia taarifa hizo, kinachomfanya Rwanda mshambulie Burundi bado kinafikirisha sana na bado kinatoa hesabu ambayo uwezo ukaiona kwa undani wake, kwa sababu wahasi wa Red Tabara hawana mahusiano makubwa ya kijeshi na jeshi la Rwanda, na kusema kwamba labda kuna chokochoko za aina hiyo na sio marafiki. Na hao wamekuwa Kivu ya Kusini ndio wamekuwa walikimbilia huko kuanzia mwaka 2011. Kwa unaweza kaona mwaka 2011 ndo Red Tabara iliundwa. Mwaka 2011. Mwaka 2015 ilianza kupata nguvu sana pale ambapo Rais Nkurunziza aliposema anaongeza muhula wa pili. Na hicho ni vikundi ambavyo vimetengenezwa kwa ajili ya kuipinga serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo nadhani ndivyo mgogoro unavyokwenda, ni kushutumiana sasa kwa sababu kuu mbili. Moja, nadhani anataka kupata serikali ya Burundi inataka kupata usaidizi wa kimataifa dhidi ya vikundi vya Red Tabara. Hiyo ni la kwanza, kwa sababu ukianza kumsema Rwanda ambaye tayari ameshahukumiwa na kushutumiwa na mataifa mengine kwamba anaendeleza mzozo ndani ya Burundi, ni rahisi sana ukasikilizwa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, kujenga hali ya umoja wa kitaifa ndani ya Burundi. Maana unapoitamka kwamba huyu anasaidia hivi vikosi, watu wanaungana kwa pamoja kuona ni jinsi gani wanaweza wakashirikiana kupambana na adui. Kwa hiyo unaona ni karata ambazo zinajitokeza kipindi hiki kicha hesabu hizo. Maana kipindi hiki unaona Rwanda amewekewa vikwazo kuanzia na Ubelgiji, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine. Anasemwa kwa kila kona. Hajaishia hapo, unaona kwamba mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea ndani ya Angola yamekuwa na yenyewe yameingia mshkeli. Kwa hiyo ukiangalia kwa pamoja unaweza kaona kwamba ni rahisi sana. Kauli za namna hizo kitumika zinaweza zikajenga hoja. Sawa, 2023 tangu ulipochanganya mpaka hivi sasa, hawa ni majirani wa karibu kabisa. Lakini tukitazama migongano hii ambayo inajitokeza mara kwa mara, na sasa tukichukua kwa ujumla, tuitazame sasa nchi zetu za Kiafrika pia, kwamba kuna nini hasa kinaweza kujitokeza kama athari kubwa za kidiplomasia. Niseme kwanza, nchi za Afrika zinahitaji kubadilisha namna yake ya kufikiri na namna ya kutenda, na hasa linapokuja swala la Uafrika wetu. Zile nguvu zilizokuwa zinatumika miaka ya 60, miaka ya 50 kupata uhuru na kujitambua kwamba ili ni bara linalotakiwa kujitegemea na kuheshimiwa na mtu mweusi awe katika nafasi ambayo inatambulika kidunia, ilikuwa ni nguvu zile zilizotengeneza Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, na baadaye miaka 2002 African Union. Kwa hiyo nafikiri lazima kurejea katika fikra hizo za awali kwamba haya mataifa ya Afrika yanashutumiana sana. Ukiangalia kwa mfano huo ukanda huu wa Afrika Mashariki, ukiangalia Rwanda na Burundi ni mivutano ya kila mara. Lakini ukiangalia ni mataifa yenye watu wale watu ambao wanaingiliana. Ukiangalia kwa mfano Tanzania ina mwingiliano na Kenya kwa sababu kuna Wajaruo, ukiangalia Wamasai, ukienda upande wa Uganda, lile eneo la Kagera lina maingiliano yana Wanyankole na watu wengineo. Ukienda upande wa Biaramuro, Ngara, kuna maingiliano na Rwanda hivi. Ukirudi nchi zote hizo ukiziangalia zina mahusiano ya karibu. Kwa hiyo nafikiri kama hiki wanachokisema kwamba wanasema kwamba African problems, African solution, wangetakiwa kuianzia hapo sasa, kwamba kumbe sasa tuache kushutumiana, tukae sisi ni watu wenye rangi moja na tuna harufu inayofanana, tutengeneze nchi zetu hizi, tuondoe migogoro hii na tusonge mbele. Kwa hiyo swala la kidiplomasia ni kubwa, na sasa hivi linazidi kutikisa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu nchi mbili tayari hizo, lakini sio mbili tu, na Kongo pia. Na ukiangalia upande wa kule Sudani ya Kusini,
Ukiangalia, kwa hiyo kuna mvutano sana katika huu ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni muhimu sana waweze kukaa na kuangalia jinsi gani wanaweza wakarekebisha hali hii. Si nzuri sana. Na kimaendeleo tunasema hasa katika swala zima la uchumi, kwa sababu Afrika tunategemeana katika mambo mengi, hasa ili kuweza kunyanyuana, kuzisogeza nchi zetu katika vitu vingi sana. Sasa hali kama hii ikiwa inatokezea, na umezungumza kitu kizuri kwamba nchi karibu nyingi zina mahusiano, kwamba fulani anashabihiana na fulani, fulani na fulani, kiuchumi hali itakuwa ni mbaya zaidi. Itazidi kuwa mbaya kama mambo haya hayataangaliwa kwa karibu. Unajua mgogoro unaoendelea DRC ni mgogoro ambao unaathiri biashara ya mataifa haya. Kuanzia unajua sisi wenye bandari ndo tunaweza tukaeleza ni kwa kiasi gani ile mizigo inayoenda Kongo imeshuka kwa kiasi gani. Wale wanaotumia barabara wanaweza kueleza ni kwa kiasi gani imeshuka. Kwa hiyo na maingiliano ya kati ya nchi na nchi, na biashara nyingi zinategemeana. Unapokuwa na biashara fulani inamtegemea biashara nyingine. Kwa hiyo wateja ni wale wale. Kwa hiyo kuna mtikisiko ambao tukianza kuangalia tokea mgogoro huu umeanza kwa kasi kati ya Kongo, alafu kaangalia na kinachoendelea Burundi, kwa sababu hiyo ndio mipaka ambapo bidhaa zinapita kwenda katika mataifa hayo, unaweza ukaona kwamba kuna kushuka kwa sababu hatujafanya niseme analysis ya kibiashara kwamba mgogoro huu umeathirije sisi tulioko mbali. Ukizungumza kwa mfano kama Tanzania, swala la kiuchumi ni swala mtambuka sana, na hauwezi ukafanya shughuli za uzalishaji pale ambapo hamna amani. Kwa hiyo kumbe ni msingi kuhakikisha mataifa yanakuwa na amani haya, kwa sababu kwa mfano vita ikizuka kati ya Rwanda na Burundi mfano, kuna watu watakimbia nchi hizo. Wanakimbilia wapi? Watakimbilia kwenye mataifa jirani. Na wakiingia kwenye mataifa jirani, wanazidi kuongeza bajeti za kiulinzi na usalama, wanazidi kuongeza bajeti za kiuchumi. Kwa hiyo ni mambo mengi yanaingiliana. Lakini pili, uzalishaji unadorora, na mwingiliano wa kidiplomasia unakuwa wa mashaka. Kwa hiyo ni muhimu sana nadhani likaangaliwa kwa jicho la pekee, na hasha huku kushutumiana ni kukubwa mno, kwa sababu hizo ni shutuma ambazo wanasema yeye amepata taarifa za intelligence. Okay. Kama kanda ina nafasi gani kuhakikisha kwamba inamaliza hii migogoro, hasa kwa nchi ambazo ziko jirani sana kama Rwanda na Burundi? Si swala tu la Rwanda na Burundi. Yaani tunapozungumza ukanda wa Afrika Mashariki kwa mfano na nchi ya maziwa makuu, najua hapa kuna mambo mawili. Kuna Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kuna umoja wa nchi za ukanda wa maziwa makuu, ambazo nchi zote hizo zipo. Kwa hiyo isipo wana nafasi kubwa katika hatua zote mbili, katika ukanda wa maziwa makuu kwa sababu wana umoja ambao unaweza ukajadili na kuwaweka watu wote mezani wakazungumza, lakini pia Jumuiya ya Afrika Mashariki nafasi kubwa ni nafasi ya kidiplomasia, kuhakikisha pande mbili zinakutana, zinakaa chini na zinakubaliana katika formula ya kumaliza matatizo yanayoendelea. Kwa mfano, ukiangalia Burundi wana kikosi kinaitwa Red Tabara, kiko Kongo, kiko Kivu ya Kusini. Ukiangalia Rwanda wana kikosi kiko ndani ya Rwanda, ya DRC kinaitwa FDLR. Japo ndio FDLR imezaliwa ndani ya Rwanda. Halafu ukiangalia Uganda wana kikosi wana kikundi kinaitwa ADF. Na hawa kina Joseph Kony na wengine walikimbilia katika hayo maeneo. Kwa hiyo ukiangalia kuna mtikisiko mkubwa. Kwa hiyo nchi hizi zikiweza kukaa chini kwa pamoja, zikatengeneza formula ya namna gani wakabiliane na hivi vikundi, si kukabiliana kwa maana ya kwamba wawaue wapinzani wao. Sawa na wapinga, si kwamba wakawaue, yani mataifa yasikae kujadili kwenda kuua vikundi vinavyopingana na vinavyokupinga. Waone ni kwa namna gani kwanza wanaweza wakanyang'anywa silaha, na pili wakaweza kurejeshwa katika utawala wa kiraia, au wakatengenezewa formula kama ambavyo ilikuwa imetengenezwa mwaka 2012 baada 2009 baada ya CNDP waliokuwa naongozwa na kina Joseph Bosco Ntaganda kuweza kukubaliana kwamba warejeshwe kwenye jeshi la Kongo. Na ukiangalia ndio baadaye wamekuja kuzaa kitu kinaitwa M23. Kwa hiyo ukiangalia kipindi kile walitengeneza formula ambayo ilidumu kwa kiasi fulani,
na walishataka katika nchi za maziwa makuu kutengeneza formula ambayo iliwasaidia. Na unaona kwa mfano kamisheni iliyokuwa ina secretariat iliyokuwa inahusika na jambo hili kwa upande wa maziwa makuu ilikuwa inaongozwa na Tanzania. Balozi Mlamla ndo alikuwa wa kwanza na ofisi iko Burundi. Kwa hiyo walikuwa na mazungumzo ya kila mara, na sijui imekuwa kuaje hali ikafika hapa ilipo. Mimi siko kwenye hizo cycle ningeweza kusema labda hiki ndo kimejitokeza, lakini sijui, ila kunahitaji mazungumzo. Umeongea jambo zuri sana, kugusia masuala kidogo ya utawala ndani ya nchi katika kijeshi. Rwanda inaonekana iko imara katika swala zima la kijeshi ukilinganisha na nchi zetu hizi nyingine ambazo zinazunguka ikiwemo hapa Tanzania, na yenyewe si nchi kubwa sana ukikompea na Tanzania. Unadhani hii ndo sababu kuu Rwanda wanakuwa na jeuri sana, na siri hasa ni nini hapa? Mimi nilipokuwa bado mdogo sikuwa na nguvu ya kupigana. Kwa nilikuwa natengeneza uchochezi tu. Kwa hiyo kabla hujanigusa nitatengeneza mazingira nionekane na nguvu ya kukupiga. Kabisa. Kwa hiyo nitatimua tu yani. Ndivyo navyoyaona ya mataifa. Si kwamba Rwanda na nguvu za kijeshi labda hivyo na kadhalika, ila useme kwamba kuna mazingira yametengenezwa ya kipropaganda ya kuonyesha kwamba Rwanda na tisha, ni jitu la hatari, aliwezi likaguswa yani ni hatari, linaweza likawavuruga, yani ni zimwi. Ni jitu la miraba minne. Hapana, ukiangalia Rwanda, ukaangalia kwanza hata idadi ya wanajeshi wake na kadhalika, kila nchi ndiyo ina rasilimali za kijeshi ambayo inaweza ikailinda, kadhalika na Rwanda hivyo. Ila nadhani kuna uvumi mwingi, kuna chumvi nyingi inaongezwa na hivyo na kuifanya Rwanda iogopeke, ionekana haifai. Na ukimsikiliza Rais Kagame na yeye akisimama kujitetea unatikisika. Hii hatari. Lakini ndivyo ilivyo. Yani unaweza wewe mtu anakuja kukupiga ngumi unamwangalia, unamwambia wewe nitakucharaza. Lakini kumbe unasema moyoni asirushe ngumi, maana akirusha atakimbia. Kwa hiyo nafikiri ni mavutano ya aina hiyo, na ni taifa tu ambalo tukifanya majadiliano litaeleweka. Moja njia nzuri ambayo Niegira mara nyingi umekuwa ukisema ukija hapa kutuchambulia habari kama hizi ni kwamba njia ya kwanza ya kuleta maelewano ni maridhiano, mazungumzo. Unadhani Rwanda na Burundi wakikaa pamoja watamaliza huu mgogoro wao, licha ya kwamba ni kimya bado hawajanyanyua silaha? Wanahitaji mtu wa karibu, mtu wa kati, kwa sababu unajua mkianza kushutumiana kwa namna ambayo inaogopesha hata majirani, usitegemee kwamba mtapata nguvu ya nyinyi kwa nyinyi kukutana tu mkazungumza yakaenda. Kwa hiyo kunahitajika mtu ambaye ni neutral hapo katikati, awakutanishe wazungumze. Na hili linaweza kutokea. Na unavyoziona nchi zetu za ukanda wa East Africa, nchi gani hasa ikiingia hapa kati kidogo inaweza ikaleta amani ya kukutanisha pande hizi mbili? Ni bahati mbaya anatoka Tanzania na nitasema Tanzania, lakini ndio ukweli wa ningekushangaa usiseme. Ndio ukweli wa kihistoria, kwa sababu Tanzania limekuwa taifa ambalo linapigania amani, limekuwa ni kinara wa amani, linalinda amani. Na ukiangalia migogoro kati ya Rwanda, Burundi, baada ya mwaka 94, ni Mwalimu Nyerere alikuwa mpatanishi wa karibu na amezungumza sana hata ya masuala yanayohusiana na watu wenye utamaduni wa Kinyarwanda. Lakini pili, tumeona ukanda wa maziwa makuu walipotengeneza umoja wa kutatua ya matatizo, secretariat ilienda kuwa Burundi, na kiongozi wa kwanza alitoka Tanzania, na kumekuwepo na namna hiyo. Na ukiangalia watu wa Tanzania walivyo, na wana utamaduni wa upole unao wa kusikilizana, sio watu wa niamshe ni kuamshe. Sio watu ukisimama na kaa. Ni watu ambao wanasikilizana. Na kwa namna hiyo basi, au kwa historia hiyo, ile tunaita social engineering iliyofanywa wakati tunapata uhuru bila kutumia mabavu, imetujenga tuwe watu ambao wanasikilizana na hivyo kupokea wengine. Na kwa namna hiyo naona hapa bado Tanzania ni sehemu pekee ya kuendelea kutumia njia hiyo kama bidhaa, kwamba sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa kupokea wengine wasiosikilizana na kuwafanya wasikilizane, na tufungamani upande wowote. Kwa hiyo nadhani bado Tanzania. Niegira, asante sana. Sisi tumeshukuru sana kwa kuja na tunakukaribisha tena. Asante sana. Hapa ni home, hapa ni nyumbani. Crown Media. Hapa ni nyumbani.